Na hali gani na habari za wakati huu mwana michezo mwenzangu, pasi na shaka hujambo na mzima wa afya tele. Iwapo afya imekuwa shakani ama muhali kiasi, binafsi na kuombea kujalali uweze kurejelea uzimani. Karibu sana kwenye Viwanjani, kipindi maridhawa kabisa ambacho huwa kinaangazia taarifa mbalimbali za kimichezo ambazo zimesheheni na kushika hatamu kunako viunga na madimba mbalimbali ya kimichezo. Machache kati ya mengi ambayo tutakwenda kuyatazama hii leo kwenye soka letu. KMC yatupwa nje na Bandari Tanzania kwenye michuano ya CRDB Federation Cup. Lakini kama haitoshi, Simba Sports Club yainyuka Greenland kichapo cha mabao 3 kwa nunge. Tutakwenda kuitazama taarifa hiyo ambalo limepambwa na wachambuzi wa bobevu kabisa wa masuala ya kandanda na michezo mbalimbali. Kipekee kabisa ninao furaha kubwa sana kumwalika Andrea Kinga Mkono. Niko naye hapa. Habari za asubuhi mzee wangu? Kwema, tutakuwa kwa ndugu. Salama kabisa. Habari za Mbagala? Mbagala kwema. Kuko vizuri? Saiba yetu Tunu wa jambo? Yuko poa kabisa. Endelea vizuri kabisa. Kama kawaida. Hofu kwako tu. Bana wewe ndio nilikuwa na sababu ya kukualika. Chidi mwenyeji huyu. Tuko wote siku zote. Hawa ndio wachambuzi wangu wa zamu ambao hii leo niko nao na tunazo taarifa nyingi sana. Kwa muktadha huo, moja kwa moja nikualike wewe mtazamaji, karibu sana na jongelea kwa shauku. Kwa sasa moja kwa moja tunakwenda kuzianza taarifa zinazohusiana na soka letu. Hali halisi inasema kweli kuliko mtu kuongeza chochote. Kwa mkao wa utulivu na fikra ya kinifu, karibu sasa tupige mbizi katika bahari ya maarifa, tuzungumze michezo. Na kama ambavyo tumekwambia, tunaanzia kwenye soka letu. Michuano ya kombe la CRDB Federation Cup ilianza kutimua vumbi hapo jana katika viwanja mbalimbali hapa nyumbani Tanzania, na tukishuhudia michezo kadhaa ikipigwa. Lakini hii leo Viwanjani tunaangazia michezo miwili ambayo iliruka mubashara kabisa kupitia chaneli zetu za michezo. Mchezo wa mapema ambao uliwakutanisha KMC Kino Boys, watoza ushuru manispaa ya Kinondoni, dhidi ya Bandari Tanzania, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya magoli 3-3 na hatimaye penalties zikaamua KMC kuweza kutupwa nje kwenye michuano hiyo ya kombe la shirikisho hapa nyumbani. Zilikuwa ni penalty 2 za KMC dhidi ya penalty 3 za timu ya Bandari Tanzania. Awali ya yote, kwanza tutazame namna ambavyo magoli haya yamefungwa, kisha tuwaalike wachambuzi walao kuja kuchambua kuona namna ambavyo magoli yamepatikana, lakini pengine athari zilikuwa wapi, na magoli haya kufungwa tunapeleka lawama kwa nani, na KMC kuondoshwa pengine ni salama zaidi kwa wao wangeendelea na haya mashindano. Tuanze goli la kwanza. Ibrahim Wajibu Migomba, pasi ndefu na imefika ile kwa Ramadhani Jafar Feruz. Wanaachiana na Mambungu, amewekewa Ramadhani Feruz. Jafar anaingiza ndani ya box lakini wanakataa Bandari. Bado amepambana Sagwe, anaweka Akram Muhina Omar. Bao la kuongoza kwa upande wa KMC, na anauliza nini, kulikoni, mnataka nini zaidi ya nilichokifanya? Akram Muhina Omar, wanamuita Erling Haaland, kijana kutoka Zanzibar ndani ya bara, anafanya kazi chini ya mikono ya Abdullah Bares. Walicheza nzuri sana hii Ramadhan Jafar Feruz na Ken Ali Mambungu, tazama, na ikaingizwa vipas ambayo hawakujihakikishia ulinzi kiasi cha kutosha Bandari. Na hapa Akram Muhina Omar akamwambia ngoja tuoneshe daraja tulilopo. Wanapata bao la kuongoza. Alidhani angeweza Sweetback Chaz Amlima. Sagwe ameshindwa kuconvert mpira ule kuwa bao. Dhibiti wa mpira ni wa Bandari, lakini KMC anauweka chini. Ken Ali Mambungu amekata kibao kule na yupo katika nafasi ya kuweza kufanya jambo. Ameseti cross ile, Msonga, kamba ya pili, wanaandika KMC na si Masudi Msonga, licha kuwa alikuwa ametokea pembeni kule katika nafasi ambayo anacheza Hans Masudi Msonga. Amekwenda kuiandikia bao la pili KMC. Hawafurahii sana, wakielewa exactly ni kitu gani ambacho wanakifanya KMC, na ni wakati ambao wachezaji wa Bandari wanashauriana na muamuzi. KMC moja tu, hii maana yake ni jaza mpira ndani ya box, yule inaweza kuwa nafasi ya Bandari, lakini muamuzi anafunika mkwaju wa penalty.
Ramadhani Kayoko amefunika mkwaju wa penalty, wangali chini wachezaji wawili, mmoja wa KMC na mwingine wa Bandari. Licha ya kuwa hawakupata bao, amegongwa kichwa, mpira ulikoswa kabisa. Kulikuwa hakuna namna ambayo Kayoko angeweza kusema hakuna penalty hapo. Aliukosa mpira mchezaji wa KMC, akaenda kurukia ndosi ya mwenzake. Yule aliyefunga bao la pili kwa upande wa KMC ndiye ambaye amecheza foul inayofanya Haruna ana calculate hesabu zake, wakati wa Kayoko anangoja nini kitatokea. Shamte wanapata bao Bandari. Ramadhan Haruna Shamte anafufua nguvu ya ushindani kwa Bandari dhidi ya KMC, na huu ndio ukubwa katika wakati ambao walihitaji bao kwa udi na uvumba. Bandari ndio wakati ambao walimhitaji zaidi Ramadhani Haruna Shamte. Tatizo lilianzia hapo, mwamuzi akasema ni mkwaju wa penalty. Haruna Ramadhan Shamte akasema anaipiga hivi. Kenny Ali Mwambungu ameiweka pasi ya kiufundi kwa Hans Masudi Msonga. Msonga anaingiza cross, anaweka bao zuri. Juma Mwita Sagwe anaiandikia bao la tatu KMC, moja kati ya bao zuri kuanzia ujenzi wake mpaka ambavyo linakamilishwa. Ni bao zuri lenye level ya ligi kuu ya NBC katika michuano ya kombe la shirikisho ambayo hatupo hapa kuthibitisha kwamba ni madogo, la hasha, lakini pengine ungezoea kushuhudia vitu kama hivi ligi kuu Tanzania ambako kuna mechi nyingi na ushindani uliotukuka. Cross nzuri, lakini what a finish kutoka kwa Juma Mwita Sagwe. Utasifu aliyempa pasi Msonga ili maisha yaendelee. Wako ndani ya box Bandari, nini watapika hapa? Haya, nafasi nyingine tena, amechukua nzuri, weka kamba ile. Wow, mabao ya ajabu na mazuri kuyasema yanashuhudiwa katika mchezo huu. Anatuma salamu jukwaa kuu pale, anaambia niko safi wakati huu. Fred Moses Mwamakula anawala KMC kwa staili yake. Mashabiki wa Bandari wanapunga mikono ya shangwe kwa kile ambacho kimefanywa na Fred Moses Mwamakula. Mpira mrefu aliuzima mwenyewe akauseti, ikawa ni kama amesetiwa mpira ule, lakini ilikuwa ni chenga ambayo ikazaa assist kutoka kwa Martin Christopher Remjus. Anawekwa bao safi hapa Hamisi Yasin Athman, na boli fanyiwa pressing huko akitafuta namna ya kuondoka. Amepiga mpira mbali akimchungulia golikipa. Oh yes! Wana level scoreboard. Fred Moses Mwamakula anatambulisha standard ya mshambuliaji ambaye ni wa kuchungwa na hatari. Ana level scoreboard, anawapa mtihani KMC. Hamini kilichotokea. Hamisi Yasin Athman wanakuwa surprised. KMC wanazama kwenye kina kirefu cha bahari, wanazama kwenye kina cha bahari ya Hindi ya Mtwara. Alichunguliwa golikipa, ni hesabu ngumu na za ufundi kiasi gani kupiga mpira katika umbali ule. Chaima anajikuta analibeba zigo la lawama kusema kweli. Goli la tatu utamlaumu moja kwa moja mlinda mlango kwa kile ambacho amekifanya. Rashid, hivi ndivyo ambavyo tumeshuhudia dakika 90 zikimalizika na timu zikaenda moja kwa moja kwenye mikwaju ya penalty. Iliwachukua takriban dakika 10 tu kama sio 12 timu ya Bandari kuweza kuona wamelevel scoreboard. Dakika mpaka inakwenda 67 mambo yalikuwa sawa kama sahani na kawa. Of course, yes.
Mimi nilitarajia hili na nilikuwa naona ni option nzuri kwa KMC kuweza kuachia wenye nguvu waendelee na safari. Lakini mwenye nguvu mwache apite. Lakini makosa waliyofanya ni makosa ya mchezaji mmoja ambayo yanahitaji tu umakini. Ni makosa ambayo mwalimu hawezi kurekebisha mazoezini. Mwalimu anarekebisha mistake ya utaratibu wa kucheza, anaelekeza kumakinika katika kila dakika. Lakini kuna kosa kama alofanya goalkeeper lile, kosa alofanya yule beki kwenda kumpigia header mwenzake. Sasa zile ni timing za mchezaji mwenyewe. Lakini of course mimi kwangu sijui kwa mtu mwingine anafikiri nini. Kwangu mimi matokeo haya yatawapa nafuu KMC. Kwa maana wameona makosa ambayo wameyafanya kwenye mechi hii, usiri walikuwa nao Bandari Tanzania, umewafungulia benchi la ufundi kitu fulani. So ni muda sasa wa kuona mwalimu huyu bwana kapata usingizi wa mangam sana. Of course, kwa sababu ni kosa ambalo, kwa sababu mpira alipoupiga tofauti hata na alipokuwa beki wake. Yani bado alikuwa yani hata kama yani alikuwa anampa nani sijui. Afu mshambuliaji naye alikuwa na ajizi alivyopewa vile kama ulivyokuja. Kwa sababu alikuwa kwenye nafasi nzuri. Kwa unamsifia mpigaji na unasifia namna ambavyo alijaribu kwenda kupush. Lakini so far mimi naamini kwenye haya matokeo mbali anaweza kama amewa disappoint wana Kino Boys, lakini ni nyakati nzuri pia kwa kuweza kujifanyia timu inaongoza chuma 2, baadaye inaongeza goli la 3. Dakika 56 3-1. Dakika mpaka dakika ya 67 3-3. Wasemaje matokeo yao kwa ni bora? Andrea, ngoja kwa tusikie na yeye siasa. Mimi nadhani hii ndio ile ambayo jana mlikuwa mnabishana. Ndio. Heshima zidi ya wapinzani wako. Ndio. Inawezekana KMC waliposikia Bandari inatokea iko daraja ngapi, unaweza daraja 4 uko daraja ngapi, unaona? Kwa hiyo ile nidhamu ya kimchezo iliwaondoka, kwa sababu wao wakijiona wako ligi kuu na wanakwenda kucheza na timu ambayo inajitafuta kwenye madaraja ya chini. Kwa hiyo nadhani kwa moja ya sababu ya haya makosa ambayo yametokea, kwa sababu huwezi kuruhusu makosa kama haya kama unajua unaenda kucheza na timu bora zaidi yako, kama timu ambayo unaiheshimu. Kama timu unaiheshimu, ina maana wewe unapokuja uwanjani unaona kabisa unafanya namna gani ujipange. Na kwa nini walibweteka? Nadhani baada ya kupata yale magoli mawili kirahisi. Unaona magoli walofunga KMC yote ya nini, makosa ya kiuchezaji mmoja wa timu ya Bandari. Unaona kuna uzoefu unakosekana kwenye timu ya Bandari. Japokuwa mkongwe pale muona Shamte, anadhani aliwasaidia kuwajenga, kuwarudisha mchezoni. Kwa hiyo walipokuja kusawazisha mechi ikawa 3-3, KMC ikawa tayari washavurugikiwa, kwa sababu mpango alikuwa anadhania kwamba hii mechi imeisha, tushashinda goli 2 bila. Ikaja moja, wakafunga goli la 3-1. Wanajamaa wanaamka wanafunga goli la pili, wanapata goli la 3. Kwa hiyo mechi hapo nadhani ndio ilipochanganyikiwa. Kwa hiyo wakaondoka kwenye mchezo, na hata kwenye uamuzi wa kupiga penalty ndicho kilichofanya wakakuta wanafanya penalty. Umezungumzia penalty, na nadhani ndio kipengele muhimu sana ambacho nataka kwenda kutazama namna ambavyo mikwaju ya penalty ilikuwa inapigwa. Lakini kikubwa zaidi ambacho tunakwenda kukitazama hapa, KMC waliamua kumtoa mlinda lango Chaima na baadaye akaingia mlinda mlango mwingine ambaye hakufanikiwa kudaka hata penalty moja. Sikuiona sababu ya msingi sana, lakini Rashid, pengine unaweza ukatusaidia kwenye hilo kwa sababu wewe ni mchambuzi mwandamizi. Kuna mabadiliko ya golikipa alifanyika baada ya Chaima kutokuwa na kazi nzuri kwenye siku yake, akabadilishwa mlinda lango, KMC wakawa na golikipa mwingine. Huyu ni Mutombora, Fabien Mutombora. Kwenye hizi haya matukio penalty, una lipi la kusema Rashid? Kulikuwa kuna haja pengine ya Chaima kupumzishwa, alafu Fabien Mutombora ambaye hakucheza akapewa nafasi ya kwenda kudaka penalty ambayo hakuitendea haki kwa hakika. Nafikiri kocha magolikipa ndiye mwenye sababu za msingi zaidi za kushawishi kwenye benchi la ufundi ili kuweza kufanya mabadiliko. Ni moja kati ya sababu ya msingi, sio? Na
mbali na kwamba inawezekana mazoezini Mutombola anafanya vizuri zaidi labda kwenye mikwaju ya penalty, lakini pia game time. Mutombola amekuwa na game time. Ile uwepesi, utayari wa kutafsiri matukio, unaweza kawa ulikuwa ni moja kati ya kitendo ambacho kilishawishi benchi la ufundi kumpa nafasi. Na makosa aliyoyafanya bwana mdogo Hamis aka Chaima, inawezekana pia benchi la ufundi wakaona huyu ni kama vile ameshatoka mchezoni. Na ametufikisha hapa tulipo. Kwa hiyo kuepo jana Ibrahim Migomba, unaona, kutufikisha hapa tulipo. So ni kitu naona huyu hata tukimwacha golini manake huenda asitusaidie kabisa. So lazima tujaribu kumuingiza mtu mwingine kwenye nafasi yake, labda anaweza kutupa chochote kitu, kwa sababu anaamini huenda akageuka kuwa hero. So nafikiri kwangu alikuwa ni maamuzi sahihi. Lakini isivyo bahati hakuweza kufanikiwa kufuata kutoa penalti hata moja zaidi ya zile ambazo ziliruka juu. So nafikiri kwanza hata ikupaswa kuwa 3-3 kwa sababu hata hao Bandari Tanzania na wenyewe walikosa mikwaju miwili. Ndio. Kwa hiyo unaona kwamba hii tu kwa KMC ilikuwa ni mbaya. Kwa siku mbaya. Kwa sababu baada ya kukosa mchezaji wa KMC ile namba 19 akaja kukosa tena mchezaji wa Bandari Tanzania. Si ndio? Kwa maana yake ilikuwa bado KMC wana nafasi ya kuweza kufanya vizuri, lakini bahati mbaya haikuwa hivyo. So Rashid penalty ipigwa kiufundi sana jamaa anajua alifunga goli. Huyo alifunga goli la 3. Mtulivu. Yaani ndio alifunga goli la 3. Hakuonekana kuwa na haraka. Yaani ameenda kamchagua tu pale. Umeona? Pap. Yes. Na mdanganya, yani nimependa alivyomdanganya na macho yake, lakini pia hata na namna ambavyo aliutengeneza vitu vyangu hivi vitu vyangu kabisa. Mimi nakumbuka kuna wakati fulani Chelsea ndio walikwenda kwenye mechi kama hivyo, wakamtoa kipa dakika mwisho wakamuingiza Kapa. Alafu naye akaenda pale, hakuna alichokifanya, kachezea zote zikawa goli. Kwa hiyo inatoka wewe unamwacha Rashid njia panda, yani hauendi naye, yani umechagua yeye kukengeuka kwenye njia yako. Yani inatokea wakati mwingine unajua kuna kuamini kwamba akiingia kwa sababu anafanya vizuri kwenye penalty anaweza kudaka. Lakini ikawa siku ambayo yule naye anakaa yuko mchezoni. Unajua wakati mwingine unahitaji kuwa na dakika kadhaa za kucheza ili na wewe akili yako hiyo na kukaa kwako benchi kunaweza kuondoa ile hali ya kimchezaji. Alafu mwishoni watu wanasema bwana neno kadake. Umeona? Kwa sababu wewe tayari umeshakaa benchi dakika kama 60 au 70 au 80 kabisa. Yaani dogo jinsi alivyokuwa bebendi. Kwa hiyo inafanya kipa ningedaka. Usangwe. Akaenda kwa sababu unajua alichokifanya. Kaenda kwenye mpira. Afu mwili wake wote akahamishia upande mmoja. Unaelewa? Alivyohamishia upande mmoja, ule mguu wake wa kulia umechelewa kufika kwenye mpira. Unaelewa? Kwa maana yake Laita Bangewai angeweza kuchiti. Lakini umechelewa kufika kwa, yani anakuonyesha kabisa kwamba huu mpira unakwenda huku. Mpiga wewe tu. Mpiga penalty anapotoka kule anakuwa ashasema mimi kichwani mwangu naenda kupiga penalty kulia. Sawa? Au kushoto. Anakuwa ashaamua upande wake. Kwa hiyo sasa kinachotokea baada ya pale ni hesabu kati yake na goalkeeper. Zikienda kwa sababu kipa mwingine anaweza kusema mimi naamua na ruka kushoto tu peke yake. Yaani baada ya kukosa unakapaisha mbinguni. Kupiga penalty hakuwa ameamua anapeleka wapi. Ndio matokeo yake unakuja ukiamua bye unakuta unafanya kituko. Umeona? Lakini kupiga net hapa. Mimi nadhani kwa KMC pamoja kwamba Rashid anasema ni afadhali umetoka, sawa ni afadhali umetoka, lakini kuna sehemu unatolewa na nani? Unajua heshima yako. Yaani wewe ni timu ya daraja lako. Daraja lako. Unajua alafu kingine unaangalia KMC wanahitaji aina hii ya ushindi ili endelee kuwarudisha kwenye morali yao ya mchezaji. Kwenye ligi yao ni mbaya sana. Kwa hiyo inahitaji kushinda mechi za namna hii. Sio kwamba kwenda kuchukua ubingwa au kufika fainali, lakini inakuletea mazingira kwamba sasa tuna hali ya ushindani. Hali ya kushinda imerudi kwenye timu. Kwa hiyo hii nadhani inawasaidia KMC kuliko hivyo waliofungwa. Hata mechi ijayo wakija kwenye ligi wanakuja na mawazo tulitolewa na Bandari. Yaani kuna kitu ambacho kwenye camp mle mkikaa mnajiona kabisa nyinyi. Maana kinga mkono. Huyo namkubali sana mtoto. Midfield wa maana sana. Hakika piga penalty imeenda mbinguni mawinguni kabisa. Bagi walipaisha namna hiyo kwenye World Cup. Kaenda banda. Akamtoa Bagi Robert. Bwana kweli mapenzi ajisemea ngoda. Umeona? Ukimpenda hata kama ana pengo anamwanya. Anamkubali sana mtoto. Ni midfield mzuri sana. Hata vijana midfield mzuri sana. Bana kinga mkono mimi kwenye
mchakato wako. Ngoja kwanza Rashid. Tuzungumze mawili. Sisi watu wazima. Unampenda sawa? Tondi. Lakini ndio hiyo penalty mtu yote anakosa. Yaani kukosa penalty. Baggio alikosa penalty mtu mmoja. Gita Rukaiya ile. Hamna. Baggio alipiga penalty ambayo watu wote walikuwa wanaamini dunia anaenda kumaliza Italia chukua ubingwa. Akapiga mtungi kule juu. Beckham mwenyewe ashaye kupiga penalty ikaenda mbali yani mpaka watu wakashangaa. Beckham anapiga penalty namna ile. Kwa hiyo kwenye penalty mtu kukosa ni jambo la kawaida sana. Ni zile hesabu tunasema ukiinua mpira vibaya unainuka unakosa. Huyu kapiga penalty kama Cheda huyu. Ujezi namba 22 huyu. Ngoja tuone Fabian Mutombora. Afu aliomba ujue Fabian wakati anaenda Tondi afu angalia kuna shoti moja ilikuja inaonyesha Fabian jicho lake alipokuwa amelielekeza na ndipo alipopeleka mpira. Maskini. Afu yeye ni goalkeeper sasa. Kaka la kuvunda alina ubani kaka. Huu mpira kaweka nje ya kidoti cheupe na marefu akakubali. Mwangalie jicho lile. Mbona ile jicho la Usda anapiga kushoto. Mbona ile jicho la Usda na kapeka kule. Sasa si tayari akili namwambia mimi napiga huku. Bana we. Alafu ndio penalty ya matumaini Kwa hiyo bwana KMC nadhani ili kwao ni pigo sana kuondolewa na Bandari. Ukiambiwa uandike sentence moja kuhusiana na KMC kwenye mashindano naandikaje? Wamefanikiwa. Hawajafanikiwa, ni aibu. Moja tu sentence moja. Mimi nasema aibu. Wewe Chidi? Wamefanikiwa. Mimi nitaandika la kuvunda alina ubani. Mimi neno langu ni aibu. Unajua mimi nilikuwa najaribu kumkatisha kinga mkono kwa sababu moja. Yaani kinga mkono alikuwa anasema kumsikia Chukuchuku anaongea nini leo. Hasa Chukuchuku hawezi kusema chochote. Chukuchuku muda wa kusema bado. Lini atasema? Kwa aibu kama wewe jana wenyewe unamuona kati anaelezea. Lakini timu imefungwa na Shidi. Ni kweli timu imefungwa. Mimi kwangu kufungwa kwao mimi nawapongeza by the way. Unajua kwa sababu gani? Kinga mkono anasema wakikaa chini watajifanyia tathmini kuona wametolewa na nani na Bandari. What if wangekuwa wanacheza na timu ya daraja ambalo linaweza kuamudu? Maana yake ni lazima watawapeleka kwenye intensity ambayo itakuja kuwafanya kwenye ligi wao warudi wakiwa taabani sana. Sasa is much better unacheza na timu kama hii pia kujiandaa na yani kuliko hizi. Kwani kabla ya ligi kwanza walikuwa na siku ngapi ya kujiandaa kuna pre-season? Walikuwa na muda mrefu Rashid, lakini tukubaliane kwamba unajua bwana timu inapokuwa inashinda Rashid, tukubaliane. Hata hapa tunalaumu. Bwana Andrea, tuondoke hapo tuitazame Simba. Maana tunazo taarifa nyingi sana kuhusiana na mechi za leo. Habari kubwa ni kuhusiana na mfalme wa nyika na mnyama mkali wa mwituni Simba Sports Club baada ya kutolewa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Jana walikuwa mawindoni katika dimba la Meja General Isamuhyo Mbweni, Dar es Salaam kumenyana na Greenland, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kupata ushindi wa magoli 3-0. Alikuwa ni Baraka Mwangosi ndiye ambaye alifungua akaunti ya magoli kwa Simba akifuatiwa na Anthony Mligo mnamo dakika 45 kipindi cha kwanza, na Neo Maema akifunga akaunti hiyo ya magoli kwa kupachika goli la 3 na la mwisho na kuwapeleka Simba hatua inayofuata. Binadamu tumeumbwa na kusahau, walau tukajikumbushe bwana kilichojitokeza jana Meja General Isamuhyo. Benki ya CRDB alionekana Fadlu Davids wakati TMA wanacheza na Simba, akamtaka akasajiliwa, yupo hapa sasa, anazima fainting, imepoteza wengi na mimino cross na Anthony Mligo, imepita upande wa pili kwa Libase Geye. Kapombe kaupitisha kwa Inu Jospin Loemba, Jospin anaojaza ndani, anakataa, bado umiliki kwa Simba. Shomari Kapombe, Libase Geye, Libase, Inu Jospin Loemba ameucheza ndani, Mwangosi wa kwanza, Maema wa pili, Mwangosi wanakaribishwa Dar es Salaam Greenland. Dar es Salaam ni kubwa kuliko Kagera. Kilomita walizokata Greenland ni nyingi. Tazama, nafikiria kilomita zaidi ya 1000 walizozikata kutoka Kagera mpaka Dar es Salaam. Wanakuja kucheza na timu nzito, timu yenye mzani wa aina yake katika kandanda la Tanzania, kandanda la Afrika Mashariki, kandanda la Afrika. Mpira wa pili alikutana nao Baraka Mwangosi,
Wa kwanza ulichezwa kwa kichwa, setup ya pili akakutana nayo Baraka Mongosi. Kapombe Maema, Anton Mligo, Anton ndani ya box, Anton Mligo hapo ana aim. Anton Mligo anaandika msumali wa pili kwa Simba. Wananyong'onyezwa Greenland. Wanarudishwa nyumbani kwenda kukata miwa, kwenda kutengeneza sukari. Alipitishiwa Anton Mligo akaweka konga, mpinzani akaenda chini kwa gula kushoto, mpira ukajaa kambani. Kwa kono la kulia Alimbi kutoka kwa Ntenga Hezron. Ntenga Hezron, cross, Duchu amemimina, Maema aga ni Simba Sports na huyu ni Neo Maema, anakandamiza msumali wa tatu. Ni bao la tatu la Simba ambalo limefungwa na Neo Maema, wakimaliza karamu ya magoli 3-0 dhidi ya Greenland, na Simba ikapata nafasi ya kusonga mbele kwenye hatua ambayo inafuata. Rashid alitamani Simba ingewashindilia zaidi ya magoli 3 ambayo wameyapata, pengine ndio ingekuwa burudani zaidi kwake, maana alitangulia kusema kwamba anatamani hizi timu za madaraja ya chini zinapokutana na timu za madaraja ya juu basi zitambue kabisa kwamba wamekutana na madaraja makubwa. Zilikuwa 3 tu Rashid, sio 5 wala 7 wala zile 15 ambazo ulizisema. Na kuna timu moja jana inaitwa Al-Shabab walimtia mtu 13. Al-Shabab? Na kweli Shabab. Walimtia mtu 13. Sasa umeona hicho ndio mimi wanafurahi. Sasa hiyo ni heshima ya mpira inakuwa hamna. Mpira unajua na heshima yake. Turudi Rashid kwenye mechi yenyewe, namna ambavyo wamecheza vijana wa Greenland, performance yao dakika 45 za kwanza, lakini pia dakika 45 za kipindi cha pili. Tuangalie pia kiwango ambacho wamekionyesha Simba kwenye mchezo huu, nadhani ndio itakuwa hoja ya msingi sana. Karibu sana. Of course utasifia zaidi hawa Greenland. Walicheza vizuri sana. Walikuwa na kaba kwa nidhamu kabisa. Ni makosa madogo ambayo waliadhibiwa, makosa ambayo yana hoja za msingi. Kwa sababu kama goli la kwanza unaona kipa alifanya kazi yake vizuri. Rebounds ile ikarudi kwenye nafasi ambayo ilimkuta Mongosi vizuri, akaweza kuscore. Kwa hiyo kwa daraja lao na mistake ile ni mistake ya football, hata Simba angeweza kufungwa goli kama lile. Goli la pili ni makosa ya kimaamuzi yalifanyika, lakini maamuzi yenyewe yanafanyika kwa daraja gani? Ni Simba ndio wanaoenda kufanya makosa hayo. Kwa there is no way kungetokea kitu kingine tofauti na hapo. Mligo alifanya makosa kabla hajaenda kufunga goli, lakini labda distance ya referee haikuweza kuona hilo tukio. Unaweza ukasema hivyo, lakini kuna makosa yalifanyika kwenye kupatikana kwa goli la pili. Goli la tatu ilikuwa ni cross ambayo ilipigwa, ilikuwa ni nzuri, lakini bahati mbaya namna ambavyo ilirudishwa ndio ilikuwa kuna hii hapa. Ni goli ambalo Mligo kwangu alifanya madhambi kabla ya kuweza kuscore hili goli. Alifanya madhambi kiaje? Kwa faida ya mpiga kiwiko. Alitanguliza konga. Maana lile sio konga, kile ni kiwiko. Kwa sababu sasa hivi wajua alichokifanya Mligo, alipoteza balance
akatumia uso alipoteza balance. Okay. Kwa ikabidi atanue mwili wake kutafuta balance ya mwili wake ili aweze kumiliki mpira. Tukio hili hapa, yes. Na ukiangalia picha vizuri unaona yule beki wa Greenland alikuwa na uwezo wa kupata mpira kabla ya Mligo. Na Mligo alimweka hapa. Umeona mkono umefika usoni. Uko usoni pale. Kuna konga pale. Manake yeye Mligo tayari alishapoteza timing ya kuwahi ule mpira. Sasa distance ya referee mimi naamini alikuwa na uwezo kufanya maamuzi. Lakini sasa unafanya maamuzi dhidi ya nani? Kocha anavutafuna Big G amenikumbusha Sir Alex Ferguson. Kuna mechi moja alitema bazoka. Sasa nafikiri kuna vitu vya namna kama hiyo unakuta timu kubwa zinapata advantage ya namna kama hiyo na inatokea. Kuna mmoja Mpanzu naye alifanya kitu kama hicho. Nafikiri referee hakutaka nani iendelee. Simba mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza zinamalizika walikuwa mbele wakiongoza mabao mawili kwa bila. Na kipindi cha pili kwa dakika zote 45 ambazo wamecheza walipata nafasi ya kufunga bao moja tu. Andrea Kinga Mkono, tuanzie hapo. Walitengeneza nafasi wakashindwa kuzibadilisha na kuwa magoli, ama walishindwa kutengeneza nafasi nyingine ambazo zingewapa nafasi ya kufunga mabao mengi zaidi? Kwanza changamoto ya Simba ni ile kama bado wanajitafuta kwa sababu timu yao bado kwenye kushambulia, kwenye ufungaji bado hiyo ni changamoto. Pamoja wafunga goli 3, nafasi ya wanatengeneza lakini nani mmaliziaji? Unaona washambuliaji wao bado hawakuwa vizuri. Alianza jana alifunga goli, baadaye akaingia Mwalimu naye umeona ametafuta kupata nafasi ya kufunga. Kwa hiyo unaona bado kuna changamoto ya utengenezaji wa nafasi na kuzimalizia, hasa kumalizia nafasi. Ndio hiyo changamoto yao naiona kwa Simba kwa sasa hivi. Nadhani kocha anapambana nayo ili kuiweka timu vizuri kwa sababu ndio yuko kwenye kutengeneza. Unaona anajaribu huyu. Na kingine nilichoona bado Mpanzu hajawa yule Mpanzu tulomzoea. Hajarudi kwa sababu gani? Namuona Mpanzu sisi zamani kwenye soka letu kule Uswahilini tunasema Mpanzu tunaweza kumuita kazi ya bure. Yaani anafanya kazi nyingi sana, anakimbia na mpira kushoto, anakimbia na mpira kulia, lakini mpira wake wa mwisho unakuwa hauna faida kwa timu. Kwa hiyo kazi yako kubwa uliyofanya mwisho wa siku kile kitu unachotafuta kipatikana. Nadhani Mpanzu akirudi kwenye ule ubora wake itawasaidia Simba kwa sababu ni mtu ambaye anaweza kuchezea mpira anavyotaka. Kingine nilichofurahishwa bado nafurahishwa na Duchu. Aliingia kuchukua nafasi ya Kapombe. Yaani ni mtu ambaye tokea nimemuona kwenye mechi ya Stade Malien mechi hii ameingia. Ni mchezaji ambaye anaonyesha Simba kwamba leo hii hata Kapombe akisema mimi naondoka au nastaafu, kuna mtu ambaye yuko sahihi, anaweza kuziba nafasi yake, anaweza kutengeneza nafasi kutokea pembeni. Ameanza kurekebisha makosa yake ile madogo ya siku zote. Nimeona ana kitu fulani ambacho kikubwa sana hasa kwenye kutengeneza mashambulizi na kurudi kuja kulinda timu. Hiyo ni kitu kikubwa sana kwenye timu unapokuwa na mchezaji ana uwezo kwa namna hiyo. Kuna mabadiliko tumeyashuhudia jana Andrea Kinga Mkono kwenye backline ya Simba. Kuna vijana wengi sana wameingia pale. Na wote wanacheza vizuri. Masinde nimeona akicheza kwenye eneo la mlinzi wa kati, lakini hata ukisogea kwenye idara ya kiungo jana nimeona Begu alicheza, Semfuko naye alicheza. Kwa sababu hii ni aina ya mechi ambayo Begu si ndio? Hii ni aina ya mechi ambayo inakufanya kocha alichofanya kocha wa Simba ni sahihi. Anawapa nafasi ambao hawapati nafasi sana na vile vile inawajenga wale vijana wengine wajiamini na kwamba wanaweza kucheza. Kwa sababu mashindano haya ni mashindano ambayo ya kuwatumia wachezaji ambao wakati mwingine hivi si paswa kwa kadi. Paswa kwa kadi kwa sababu amemrusha, lakini referee aliamua kutoa tufaulu na kumpira kaendelea. Kwa hiyo nadhani kwa kocha Steve Barker amefanya jambo kubwa kuwapa nafasi na kuamini vijana. Hata kuna kijana mwingine aliingia baadaye mbele kule alikuja kucheza. Kwa hiyo unaona alikuja, unaona kuna vitu fulani ambavyo kocha anajaribu kuifanya. Na ndio maana umeona kuna watu ambao walianzishwa hapa. Wale ilikuwa nadhani ilikuwa lengo lake kuendelea kuwajenga. Kina Mpanzu walianza kwenye kikosi cha kwanza. Wakina Maema ambao hawachezi kwenye timu kwa sababu wamepoteza namba zao kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Walicheza kwenye hii mechi. Hiyo nadhani ilikuwa ni nafasi pekee ya kuwafanya wao waweze kuzoea mazingira na kurudi kwenye mchezo ili timu iwe na watu wengi ambao wako tayari kwa ushindani. Kwa hiyo FA CRDB Federation Cup ni mashindano ambayo makocha wakiweza kuwatumia wachezaji kwa namna hii itakuwa mashindano mazuri sana kwa sababu italeta kuwapa nafasi wachezaji wengine kwenye platform ambayo ila anategemea unacheza na nani kabisa. Kama mechi kama hii, kama leo tutashuhudia mechi ya Azam atakuja kucheza labda kesho. Tunategemea kuona Yanga naye atacheza kesho. Tunategemea kuona Pan Africa. Kunategemea kuona vitu ambavyo vivyo vya tofauti vya mchezaji. Wanacheza na Cosmopolitan Yanga leo. Mabingwa wao wa zamani.
Kwa hiyo nadhani Rashid naye kuitaka hii. Na sio Rashid tu, watu wengi hawaipendi. Lakini ndio kweli unabaki pale pale utaishi. Cosmopolitan kwa usi. Ni bado tunamheshimu kwa hiyo. Blackpool anahesabika kwa hilo. Unaona. Kwa hiyo nadhani ni kitu ambacho kwenye haya mashindano makocha wakiwapa nafasi wachezaji ambao hawatumiki sana kwenye ligi na vijana wakacheza, nadhani itakuwa ni platform kubwa kwao kuonyesha uwezo na kuleta ushindani na kukuza upana wa vikosi vyao. Na unakumbushwa Blackburn Rovers hawapo kwenye ligi. Lakini nao wakirudi kwenye ligi ni mabingwa wa zamani. Blackburn Rovers ni mabingwa mwaka 95. Wakati huo tayari kombe lilikuwa lishabadilishwa. Yaani muonekano wa kombe ile ambao wanalichukua sasa hivi ndio lilikuwa lina muonekano huo. Tunakubaliana kwamba ni mabingwa sio mabingwa. Aston Villa mabingwa. Sasa mabingwa kipindi mabingwa Cosmopolitan. Ni mabingwa sio mabingwa. Unisikize sauti yangu. Unanilazimisha sasa. Mabingwa wakati wa Cosmopolitan ni mabingwa. Yaani ile kombe lao lipo kwenye kumbukumbu ya makumbusho. Yaani kwamba tuliwahi kuwa na fashion ya kombe hili. Ni mabingwa lakini. Kombe ambao walipata timu zilizochukua ubingwa Tanzania. Kombe walipata Blackburn Rovers. Basi na Mtibwa na yeye sio mabingwa wa zamani. Kwenye mabingwa wa zamani kwenye kumbukumbu. Ni mabingwa wa zamani. Mabingwa sasa Mtibwa faida yake ni moja. Ni mabingwa karne 21 na karne 20. Yaani mabingwa wa karne 20 na ni mabingwa wa karne 21. Mbona watoto wachanga kutokea? Tutakapoingia karne 22 Mtibwa anavuruga. Yeye mwambie tu habari za Mtibwa. Sasa kwa ni uongo? Kweli. Sasa mabingwa karne 20. Alifunga mabingwa karne ya 21. Kwa sababu alifunga atakapokuwa mabingwa wa karne 22 watakaopatikana. Mtibwa sasa anakuwa wanafanana na Cosmopolitan. Au unasemaje? Sina cha kusema. Naungana na wewe moja kwa moja. Ila mimi ninachoamini Cosmopolitan ni mabingwa. Sema mwingine kipa jana wa Green. Tumzungumze kidogo Mwangosi. Ni mchezaji ambaye amesajiliwa mzawa. Mechi yake ya kwanza anacheza, hakuwa bora kiwanjani. Pata nafasi akashindwa kufanya vile ambavyo wengi walimtarajia kwamba anaweza akafanya. Mara kwanza tumemuona kwenye mashindano ya Mapinduzi kule Zanzibar. Baadaye tunakuja kumuona kwenye ligi hapa ligi kuu kwa maana ya NBC. Jana ndo alikuwa mfungaji wa kwanza wa bao la Simba. Kiwango ambacho amekionyesha kwenye mechi ya jana dhidi ya Greenland. Of course utamsifia kwenye kile ambacho alikifanya kuwa sehemu ya score sheet ya Simba na kuifanya timu yake kupata matokeo mazuri. Utamsifia kwenye hilo. Lakini bado mimi na relay kwenye ubora wake na ubora wa klabu ya Simba. So ubora wa klabu, mahitaji ya klabu ya Simba. Mwangosi ni mshambuliaji wa daraja la kawaida. Kawaida sana. Kwa sababu inawezekana walio scout kuna vitu waliona ambavyo wakaona ni mchezaji ambaye anafaa, ni mchezaji ambaye anaweza kutumia nafasi chache kufunga, lakini kwenye level yake ya ushindani na setup ya Simba ambayo ameiweka kwenye eneo lile, bado mimi simuoni kama Mwangosi alikuwa anaweza kujitosheleza au anatosha kuwa sehemu ya safu ya ushambuliaji wa Simba Sports. Ni mchezaji wa daraja la kawaida, ni mchezaji wa daraja wa timu ya madaraja ya kati. Anaweza kushine na Mbeya City, anaweza kushine na Tanzania Prisons, anaweza kushine na timu za madaraja ya kati. Lakini kwa timu ya daraja la Azam, Simba, Yanga, na simuoni kama Mwangosi anaweza kujitosheleza. Sina maana ya kudharau uwezo wake, lakini kwenye kile ambacho ameshafanya na Mbeya City na kile ambacho anajaribu kufanya taratibu na Simba Sports. Kuna mchezaji ukimuona unamuona huyu anakuwa. Alafu kuna mchezaji ukimuona unajua huyu uwezo wake umeishia hapa. Alafu kuna mchezaji ukimuona unajua huyu hili ndo daraja lake. Si ndio? Mwangosi daraja lake ni mchezaji wa daraja la kawaida, kwamba anaweza kupata timu za madaraja ya kati akafanya vizuri na akawa mmoja kati ya washambuliaji wazuri. Lakini ukimpa majukumu makubwa ya daraja la Simba ni kama unaweza kawa unamuonea. Yaani kama mpaka sasa hivi una mtu kama Jonathan Soa, Selemani Mwalimu, unamwona Selemani Mwalimu? Selemani Mwalimu
ana uwezo wa kukua. Yaani daraja la Selemani Mwalimu ni kubwa, ana uwezo wa kukua. Jonathan Soa amesha prove kwamba ana uwezo wa kufanya vitu vikubwa kwenye timu kubwa na kwenye mechi kubwa. Sio? Lakini mimi ninavyomtazama Ngosi simuoni kwenye madaraja ya hawa washambuliaji wawili ambao nimewamention. Ila naheshimu uwezo wake, ni mchezaji mzuri, ila sio mchezaji wa kufitisha magepu ambayo yanaweza kupatikana kwenye safu ya ushambuliaji wa Simba Sports. Sawa, hiyo ni tathmini ya Rashid Khamis kuhusiana na kiwango ambacho amekuwa kikionyesha Mongosi. Na kwa sasa moja kwa moja tuangazie taarifa nyingine tukiwaamurika wagosi wa ndima Coastal Union ya Tanga. Kikosi cha Mangush Coastal Union kimeibuka na ushindi wa magoli 3-1 wakiwa nyumbani dhidi ya timu ya Maafande wa Nyumbu FC katika mchezo wa 64 bora michuano ya kombe la shirikisho nchini maarufu kama CRDB Federation Cup. Katika mchezo huo kipindi cha kwanza Coastal walikuwa kifua mbele kwa bao moja, ambapo kipindi cha pili mvua ya mabao ikawashukia Nyumbu na Coastal kufaulu kuvuka hatua hiyo na kwenda moja kwa moja kwenye hatua ya 32 bora kwenye michuano hiyo. Kocha mkuu wa kikosi hicho Mohamed Muya amezungumza baada ya mchezo huo kumalizika. Ya kuanza mashindano haya, tumeingia katika mashindano haya tukiwa bado tuna kiu ya kuona safu yetu ya ushambuliaji inafunga. Tunatengeneza nafasi nyingi, hatuna utulivu kwenye kufunga. Bado sijaridhishwa na tulichokifanya. Naomba niseme kwamba hata leo pia vile tumefanya makosa mengi katika kutumia nafasi tulizozitengeneza. Sio sawa sawa, yani katika hilo sikubali. Kama jinsi ambavyo unaona kwamba wenzetu wametumia nafasi moja ya kosa wamefunga, si ndio? Tunajitahidi tusifanye makosa mengi, tuwe salama, lakini pia na sisi nafasi tunazozitengeneza tufunge. Ili hata kama mtu akitokea bahati mbaya tufunga goli moja, sisi tuna magoli mengi zaidi. Kwa hiyo hilo tunaendelea kulifanyia kazi la ulinzi, lakini pia vile swala la ushambuliaji ndio kilio kikubwa sasa hivi. La ulinzi inawezekana kabisa mechi mkacheza vizuri, lakini kosa moja la watu wakalitumia hilo, lakini sasa je, nyinyi mnaangaliaje nafasi mnazozitengeneza? Ni kweli, kwa sababu kama unavyoona tumeweza kutoa sabu, tumeleta na wachezaji wengine wale maingizo ya dirisha dogo. Tunapopata mechi kama tushapata nafasi ya ushindi, ni vizuri pia kuangalia je, wanaingia kwenye combination. Tunawajaribu na wenyewe vile tuweze kutengeneza mbadala wa watu, kwa sababu kuna recover zinatakiwa mechi mtu anapocheza. Rotation ni kitu muhimu sana kwa afya ya mchezaji. Kwa hiyo tumejaribu pia kuingiza wachezaji wengine ili tuweze kuona tunapata timu bora zaidi kwa ajili ya NBC. Ni kocha mkuu wa kikosi cha Mangush Mohamed Muya. Lakini upande wa pili wa shilingi wa Nyumbu, naye kocha alipata nafasi ya kuzungumza baada ya mechi kumalizika. Awali watu nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mechi salama. Na unajua kwenye mpira sisi timu yetu kidogo iko chini, tuko wenzetu. Haina wachezaji wao, haina timu yao. Tunajua tunakutana na mechi aina gani. Tujaribu kuziba njia ili tuache wao wacheze, sisi tuwe timu ya pili kiwanjani. Nafikiri tulifanikiwa. Kwa sababu magoli tuliofungwa ni sisi wenyewe tunafanya makosa kwenye eneo la tatu tunafungwa. Si kwamba wao walikuwa wanatengeneza mashambulizi kuja wanatufunga. Ila sisi wenyewe tunafanya makosa wanatuadhibu. Kwa hiyo ni makosa mabeki zangu ndio walifanya tuadhibiwe. Lakini nawapongeza vijana, wamefanya vizuri. Ninaamini tunaporudi kwenye ligi yetu, kwenye mchezo wetu ujao wa 28, kuna kitu tumekipata cha kwenda kukirekebisha. Nawapongeza Coastal, kazi nzuri, wamesonga mbele. Nafikiri mimi naweza kusema nimefanikiwa sana kwa sababu jinsi tulivyokuwa tunacheza, jinsi tulivyokuwa tunafika, na mwenyewe umeona sasa goli tumefika, tena vya kutosha tu tunafika, lakini tuna shida kidogo hata kumalizia mipira yetu. Ndio kumekuwa na changamoto. Kuna nafasi kama 3 tunafika, lakini mtu analazimisha. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo za kumalizia mipira. Lakini sehemu nyingine kwa ananipa wakati mgumu, nafika kwenye defense. Inacheza vizuri lakini inafanya makosa yenyewe. Sasa hii yenyewe natakiwa nikaifanyie kazi kidogo. Lakini vinginevyo nawapongeza vijana, wamefanya vizuri, Ni Athumani Shija, kocha mkuu wa kikosi cha Nyumbu. Umemsikia Rashid Yeah. Ana analyze vizuri. Muya. Ana analyze vizuri timu yake. Kutaka afanye hivyo. Umemsikia Muya anazungumza kwa timu yake kwamba anatumia mashindano haya kutengeneza kikosi chake kwenye safu ya ushambuliaji ambayo ina mapungufu na vile kwenye safu ya ulinzi ambayo yenyewe inaonyesha mapungufu. Kwa hiyo mashindano haya kwake kama daraja ya kuona mapungufu hayo yanarekebishwa na vile kuwatumia wachezaji ambao wamewasajili, anajaribu kutumia mashindano hayo kuwapa nafasi. Kwa hiyo kushinda kwake kunamsaidia kuendelea kupata wigo mpana wa kuendelea kujaribu wachezaji wake na kujifunza. Na sentensi ambayo ameibold pale amesema sijaridhishwa na kiwango kilichoonyeshwa na safu yangu ya ushambuliaji. Mohamed Muya amebold amesema sijaridhishwa na safu ya
ushambuliaji. Nafasi ambazo tumetengeneza nyingi kuliko tulizotumia ni nyingi na tumeshindwa kuzibadilisha kuwa magoli. Kwa hiyo bado anasema akasema bado nina kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Yaani kama kocha bado nina kazi kwenye uwanja wa mazoezi. Sasa umeona hizo ni timu mbili tofauti. Wakati Baresi anasema bado anaendelea kupambana na makosa kwenye safu ya ulinzi. Na akasema tukiendelea hivi huenda tukashuka daraja. Kwa hiyo ni bora tukaendelea kuboresha sasa hivi ili sasa unaboresha kwenye mechi. Sasa sinema kwambia technically mechi hizi technically 3. Yaani technically akifungwa mechi hizi 3. Atatoka hadharani atasema kwa haya matokeo yanavyokwenda iko haja ya benchi la ufundi kujitathmini. Yeye mwenyewe alishawahi kusema hivyo akiwa na Mashujaa. Kwa hali ilivyo na haya matokeo tunayopata. Mimi Muya namuelewa. Unajua style ya Muya kucheza ni anafanya pressing sana tena kwa haraka. Kwa hiyo timu kama ya Muya kutengeneza nafasi na anachokizungumza sijaridhishwa, mimi naungana naye, namuelewa kwa sababu Muya anapenda wachezaji ambao wanakimbia sana kiwanjani. Kwa hiyo timu ambayo inakimbia sana kiwanjani tena kwa haraka mashambulizi ya haraka, hiyo timu ina uwezo wa kutengeneza nafasi nyingi sana. Kwa hiyo maana yake anachokizungumza Muya anakimaanisha. Kwa hiyo utulivu ni swala ambalo linatengenezwa. Utulivu ni swala ambalo mtu anazaliwa nalo. Si ndio Kuna wachezaji kuna utulivu. Nyumbu timu ya jeshi. Nyumbu unatakiwa kuitamka tu mara moja nyumbu. Ukiwatamka mara nyingi wanakuwa nyumbu. Tunakuwa sisi hatujashirikiana na wewe kwenye wamepoteza mechi. Mimi nimependa mwalimu Othman alivyo Athmani Shija alivyo analyze mechi yake kwamba amekiri kuna makosa haya na yale na kwenye championship hafanyi sana vizuri kwa bado ana safari ndefu, lakini nilikuwa najaribu kusikiliza zaidi Muya kwenye kile ambacho najaribu kukiangalia. Of course unajua hata Coastal Union kwenye NBC Premier League hawakuwa na matokeo mazuri baada ya kumfunga Tanzania Prisons. Nafikiri ni kama ndo waliamka, so wanahitaji zaidi na zaidi kufanya better, kwa sababu kwenye kile ambacho Muya anajaribu kukitengeneza inawezekana utulivu wa uongozi wa Coastal Union ndio ambao unaendelea kumpa nafasi kubwa Muya. Wajua sio kawaida kwa matokeo ambayo Coastal Union wanakutana nayo usisikie hata makelele. Ni nadra sana kabisa. Manake unaona uongozi wa Coastal Union ni kama umebadilika, wanaiona timu yao inavyocheza. Angekuwa Morocco angesema ina progress au sio? Ina progress. Of course kuna mabadiliko yanaonekana, lakini kitu ambacho nimekiona ni kipya kwa Coastal Union ni kwenda mfululizo pasipo kukutana na matokeo mazuri alafu wako kama sio Coastal Union ambayo nimeizoea. Nakuelewa. Na hiyo anatumia ile neno Waimanya Coast wewe. Kwa hiyo unaona kuna namna pia wametokea kumpenda Muya, wanamheshimu, wanakubali kile ambacho anakifanya. Kwa hiyo Muya hii pia ni kwake ni kama nafasi ya kuendelea kuifanyia tathmini vizuri timu yake ili aweze kuwapa kile ambacho wana Coast wanakihitaji. Na imekuwa bahati wamemkanda Prisons alafu akaja wakapata sare na JKT Tanzania ambayo ipo kwenye form ya hali ya juu sana. Kwa hiyo unaona, yani ukianza kufanya tathmini ya kocha Muya tangu timu amechukua, alipotoka, alipo na anapoelekea, unaona kama kuna kahueni fulani hivi kameanza kuonekana. Na Andrea Kinga Mkono, kuna kitu ambacho nataka kukazia hapo kidogo kwenye mechi ya Coast na Nyumbu. Mazungumzo ya kocha wa Nyumbu, unajua Athmani Shija amesema kwamba timu yake yenyewe ndio wameadhibiwa kwa makosa yao. Kwamba wachezaji wake walikuwa hawana uzoefu na daraja la timu walikuwa nakutana nayo, walisema alijua watategemea kupata ushindani mkuu. Kwa hiyo yeye amechukua hiyo kama sehemu ya darasa kwake. Kwa hiyo kwa kocha ambaye unapenda kufuatilia mpira, unapenda kujua mpira, mawazo kama yale ni muhimu sana, hasa kwa timu unapokuwa
unajitafuta kujitengenezea mazingira bora ya kufanya vizuri katika mashindano yajayo.